Sasa twende tukajifunze somo, siku ya leo, uaminifu wa Mungu. Uaminifu wa Mungu. Tukajifunze kuhusu uaminifu wa Mungu, kwamba Mungu ni mwaminifu kwa namna gani. Kwa nini tumwamini Mungu? Kwa nini tumtumaini yeye? Ni kwa sababu ya uaminifu wake. Kama unayemtumaini sio mwaminifu, huwezi kutegemea kitu kwake. Haleluya, Bwana asifiwe. Kama unayemtumaini sio mwaminifu, huwezi ukapata chochote. Lakini tuangalie uaminifu wa Mungu. Sasa kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa 9. Maandiko yanasema, Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye mwingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Haleluya. Kwa hiyo maandiko yanasema Mungu ni mwaminifu. Amina. Mungu wetu ni mwaminifu. Kwa hiyo Paulo anaeleza kwamba yule ambaye tuliitwa kwake ni mwaminifu. Ndio maana leo tunahitaji kujifunza uaminifu wake. Haleluya. Angalia kitabu cha Mithali 25:19. Mithali 25:19. Mithali 25:19. Maandiko yanasema nini? Kumtumaini asiye mwaminifu wakati wa taabu ni kama jino lililovunjika au mguu ulioteguka. Bwana asifiwe. Nilikuwa nakwambia kwa nini tunamtumaini Mungu. Huwezi kutumainia asiye mwaminifu, kwa sababu asiye mwaminifu hataaminika pia. Sulemani anasema kumtumaini asiye mwaminifu wakati wa taabu ni kama jino lililovunjika. Huwezi kulitegemea kwa ajili ya kutafunia chakula. Bwana asifiwe. Ni sawa na mguu ulioteguka. Huwezi ukajiegesha kwenye huo mguu, huwezi, kwa sababu mguu umefanyaje? Umeteguka. Ndio maana leo tunataka tujifunze uaminifu wa Mungu, kwa sababu Mungu mguu wake haujateguka wala jino lake halijavunjika. Geuza moyo wako, mtumainie nani? Mungu. Kwa sababu unaweza ukamtumainia mwanadamu ambaye hata kwa Mungu sio mwaminifu. Angalia wengi ambao unawatumainia sio waaminifu kwa Mungu, sio waaminifu. Mwanadamu, kwa sababu maandiko yametueleza kumtumainia mwanadamu wakati wa taabu. Mwanadamu asiye mwaminifu wakati wa taabu atakuumiza siku moja. Lakini Mungu, haleluya, Mungu ambaye ni mwaminifu. Sasa tumeangalia kwenye Wakorintho hii, sema yule ambaye mliitwa na yeye ni mwaminifu. Achana na hao wanadamu ambao sio waaminifu. Lakini Mungu habadiliki, ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa mwanadamu anaweza akafanyaje? Akabadilika. Mwanadamu anaweza akawa mwema siku moja, wiki moja, mwezi mmoja, mwaka mmoja, lakini baadaye akafanyaje? Akageuka. Mnaweza mkaanza pamoja
kwa amani, lakini mkamaliza kwa mabaya. Haleluya! Lakini Mungu peke yake ndiye maandiko yanasema ni mwaminifu. Mkianza na yeye mnamaliza na yeye. Yeye ni mwaminifu. Kwa hiyo unapomtumainia Mungu ni kwamba unatumainia aliye mwaminifu wakati wote, majira yote. Maana sasa hana kigeugeu, habadiliki. Haleluya! Kwa hiyo ni muhimu kumtumainia Mungu hata wakati wa taabu, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Kwa sababu ukimtumainia mwanadamu atakuja kukujeruhi, sikufichi. Watu wengi wanajeruhiwa na watu waliowaamini, kwa sababu mtu unayemwamini huwa unampa nafasi kwenye moyo wako. Ndio maana hata Yesu hauwezi kumwamini asipokaa ndani yako. Unapomwamini yeyote lazima anakaa kwenye moyo wako. Ndio maana akiumia na wewe unashangaa unaumia ghafla. Kwa nini? Kwa sababu unamwamini kwenye maisha yako. Haleluya! Kwa hiyo tafsiri ya kumwamini ni kwamba lazima umweke kwenye moyo. Sasa ukimwamini mwanadamu, manake unamweka kwenye moyo wako. Ukimweka kwenye moyo wako mwanadamu, ndio umemwamini. Mtu yeyote unayeweza kumtambulisha kwamba huyu aisee ninamwamini sana, kagua moyoni, yumo. Ana uwezo wa kuendesha hata maisha yako. Haleluya! Kuna mambo akikwambia utaamini, kwa sababu yuko kwenye mfumo wa moyo wako. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye unamwamini, we angalia watu wangapi unawaamini katika jamii yako, katika familia, kati ya ndugu. Ni watu gani unawaamini? Utakuta unawakumbuka sana kuliko wengine. Mtu ambaye moyoni mwako unamwamini utamkumbuka kuliko wengine. Haleluya! Kwa sababu unamwamini. Na mtu unayemwamini mara zote ndiye anakuwa wa kwanza kupata taarifa zako za magumu. Haleluya! Ndiye anakuwa wa kwanza. Kwa nini? Yuko karibu sana na wewe. Yuko karibu sana na wewe. Lakini Mungu unapomwamini anakuwa karibu na wewe, manake anakuwa wa kwanza kuyajua mambo yako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kumtumainia mwanadamu, ukimtumainia manake umeweka imani yako kwake. Ndio tafsiri ya kumtumainia. Na unapomtumaini ukaweka imani kwake, maana yake umempa nafasi kwenye moyo wako. Umempa nafasi. Akikupigia simu analia, huwezi kuwa na amani, huwezi kuendelea na shughuli yako. Amekupigia simu mtu unayemwamini analia, alafu akakata simu, hujui analilia nini. Kama uko ofisini utaondoka ofisini. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu yuko kwenye moyo wako, umemtumaini. Unajiuliza kimempata nini? Utaanza kutafsiri mazingira, amepatwa na nini mtu unayemwamini. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu ana nafasi kwenye moyo wako. Sasa ukimtumainia mwanadamu ambaye sio mwaminifu, maana yake umempa nafasi kwenye moyo wako, atakujeruhi. Ndio maana ujifunze sana kuishi na watu. Ujifunze sana, usimpe nafasi kila mtu kwenye maisha yako. Amina. Haina maana usiishi nao, lakini kumtumainia. Ndio maana Maandiko yanasema heri wamtumainio Bwana. Heri kumtumainia Mungu. Kwa mwanadamu anaweza akatekwa muda wowote, akabadilika muda wowote, akaasi muda wowote, akamwacha Mungu. Mwanadamu unaweza kuwa naye leo mnasifu, kesho unamkuta ameelewa, ameshamwacha Mungu wako, ameshamwacha Mungu. Kwa hiyo utaumia. Amina. Jifunze kumpa nafasi Mungu, kumtumainia Mungu moyoni mwako. Ndio maana Maandiko yanasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Manake moyo usimweke mwingine,
muweke Mungu. Muweke Mungu kwenye moyo wako, akae Mungu. Nilisema mimi kabla sijaoa, nilisema Mungu nifundishe hii kanuni, maana naenda nitakaye muoa kwanza, si unamtumaini, si unampenda, unampenda, unajua huyu anaweza kawa mama wa familia. Haleluya. Sasa unajua ndoa zina mambo mengi. Sasa nikasema Mungu, huyu atakaye kuwa mke wangu lazima nitampenda kuliko wanawake wengine, maanake atakaa wapi? Moyoni. Sasa sitaki mtu aingie moyoni, siku akikurupuka anatoka na moyo wangu. Haleluya. Akaacha majeraha kwenye moyo. Ni hatari sana wapendwa, ni hatari sana. Kuna watu wameamua kujiua kwa sababu ya watu waliowapenda. Haleluya. Nikamuuliza Mungu, kwa sababu huwezi kumuoa mwanamke ambaye hujamwamini. Maanake umemwamini kwamba wewe, tunaweza hata nikiwa nimesinzia huwezi ukaniwekea ukanichoma kisu. Hata ukipika huwezi ukaweka sumu. Si umemwamini? Umemwamini. Unakula chakula hujui amepika saa ngapi, hujui amechanganya nini. Kwa hiyo lazima unafahamu, umemwamini kwamba huyu na uhakika nikimwacha nyumbani sikuti mizigo yote amebeba. Umemwamini. Lakini Mungu akaniambia kitu kimoja, akaniambia unaponiamini mimi nakaa kwenye moyo. Nikisha kaa mzima kwenye moyo, anayekuja anakuja anakaa ndani yangu niliyemo ndani ya moyo. Kwa hiyo hata akitoka sio wewe utaumia. Mimi ndio nitakuwa nimemshikilia na moyo wako ndio unafuata. Haleluya. Kwa hiyo ndani ya moyo anakaa Mungu. Yeyote anayekuja kwangu hanikuti mimi, anamkuta nani? Mungu. Kwa sababu umeanza moyo, alafu anakuja Mungu. Kwa hiyo anayekuja anakuwa ndani ya Mungu. Anasifiwe. Kwa nini? Ni hatari sana, ni hatari sana wapendwa. Shetani anaweza kumharibu yeyote kwenye maisha yako. Anaweza kumpiga yeyote kwenye maisha yako, awe ni mwanamke awe ni mwanaume, anaweza kumpiga. Kama Mungu haujamtumainia vizuri, unaweza kuharibika kiroho, unaweza kuharibika imani, kwa sababu umemtumainia huyo. Ndio maana uweke moyo wako wote kwa Mungu. Watakao kuja wamkute Mungu kwanza yumo. Mungu ndiye awape nafasi. Na Mungu ukumbuke, hawezi kumpa nafasi mtu ambaye anamuona atakuja kujeruhi. Kwa hiyo ukimpa nafasi Mungu kwenye moyo wako, maana yake atakagua huyu anayekuja anakuja kuharibu au kufanyaje, kwa sababu yeye ndiye yuko kwenye nini? Kwenye moyo. Lakini wewe ukifungua moyo, kila mtu anakuja anaingia tu na matope anatoka. Wewe ni mtu wa kuumizwa kila siku. Kwa hiyo hakikisha moyoni mwako unamwamini Yesu. Ndio nabisha mlangoni. Nabisha mlangoni, mtu akinifungulia. Kwa nini? Ndio tafsiri ya kumwamini. Kwa hiyo kumwamini Mungu, kumtumaini Mungu ni yeye akae kwenye moyo. Anaposema kumtumainia asiye mwaminifu, mwanadamu asiye mwaminifu, maana yake kumpa nafasi kwenye moyo wako mwanadamu asiye mwaminifu. Na Mungu anajua wanadamu sio waaminifu. Haleluya. Yaani huyu ni Mungu anasema wanadamu sio waaminifu. Mungu amewahi kuanza na watu vizuri, walichokuja ukifanya baadaye mpaka Mungu anasema hivi. Kwa nini? Unakumbuka wana wa Israeli, ametoka nao Misri, amepiga mapigo yote wanaona, anapiga bahari ya Shamu wanaona, lakini wanafika mahali wanaoyafanya mpaka anasema, anamwambia Musa, hebu naomba niwapige hawa wote niwaangamize, halafu niinue kizazi kingine kupitia wewe. Kwa nini? Mwanadamu sio mwaminifu. Anaweza akaona matendo ya Mungu, kila aina ya matendo ya Mungu, lakini baadaye anasaliti. Ndio maana Mungu anasema mwanadamu sio mwaminifu. Anaweza akawa mwema na mtakatifu miaka 10, lakini mwaka wa 11 ukamkuta ni tapeli. Ndio maana ni bora umtumainie nani? Mungu asiye na kigeugeu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunajifunza uaminifu wa Mungu kwa sababu ndiye tunayemtumainia. Sasa tumeangalia kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Jambo la pili, Mungu wetu ni mwaminifu nyakati za magumu. Nyakati za magumu Mungu wetu ni mwaminifu. Haleluya.
Angalia Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya 10 mstari wa 13. Anasema, mstari wa 13, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango. Anasema atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Haleluya! Kwamba jaribu alikuwapata wanadamu isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu. Jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu wakati ambao wewe unayemtumainia yeye. Ndio maana anasema kumtumainia Mungu. Haleluya, Bwana asifiwe. Ndio maana anasema kumtumainia yeye. Kwa nini? Yeye ni mwaminifu. Unapomtumainia hata wakati wa magumu, anasema hawezi kuacha ujaribiwe kupita uwezavyo. Lakini pamoja na kwamba uko unaumia katika majaribu, anafanya na mlango wa kutokea. Bwana asifiwe, ili tuweze kustahimili. Sasa huo ni uaminifu mkubwa sana. Ni uaminifu mkubwa wa Mungu, kwamba wakati wa magumu yeye anafanya mlango wa kutokea. Kwa hiyo hawezi kukuacha peke yako. Huo ndio uaminifu wa Mungu. Tunapomtumainia yeye, manake tuamini hata nyakati za magumu anakuwa pamoja na sisi, anafuatilia hatua kwa hatua, tena anatuangalia kwamba tusije tukalemewa, na anafanyaje? Anaenda kutengeneza mlango. Kwa hiyo wakati Mungu anakuona unapambana na magumu, yeye anawahi kutengeneza mlango ili utoke. Haleluya! Huo ni uaminifu wa Mungu, kwamba wakati wowote anapokuona uko unapitia nyakati ngumu, anawahi kutengeneza pa kutokea. Kwa hiyo chochote kigumu unachokipitia leo, ukimtumainia Mungu, anawahi kesho atengeneze pa kutokea. Bwana asifiwe. Anatengeneza. Hata kama unapitia mambo mangapi leo, Mungu anakuwa pamoja nawe. Kwanza, haruhusu ujaribiwe kupita uwezavyo. Pamoja na hayo anaenda kufanya mlango wa kutokea. Anajua mwanangu huyu anapitia kipindi kigumu cha uchumi, anapitia kipindi kigumu cha ndoa, cha kifamilia. Anaenda kutengeneza mlango, anaanza kuweka majibu. Haleluya! Kwa hiyo ni heri kumtumainia huyu ambaye akikuona unapitia magumu, yeye anawahi kufungua mlango, anawahi kutengeneza njia, kwamba mwanangu huyu ninampenda. Haleluya! Angalia kitabu cha Isaya 43 mstari wa 2. Uaminifu wa Mungu. Fungua Isaya 43 mstari wa 2. Anasema upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe. Jambo la ajabu sana. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Anasema upitapo katika maji mengi. Sio kwamba nitakuja kusaidia, anasema nitakuwa na wewe kwenye hayo maji mengi. Yaani wakati unaenda unaona mawimbi, unaenda unaona mafuriko, unaenda unaona dhoruba inakupiga, Yesu anasema nitashuka mwenyewe hapo, nitakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo wakati unapigwa, na mimi nitakusikilia. Tunapigwa wote. Bwana asifiwe. Ni uaminifu mkubwa sana unapopita katika maji mengi. Maana ya maji mengi ni mambo yanayozidi uwezo wako. Ndio tafsiri ya maji mengi. Hana maana kwamba utakuja upitie sehemu kuna maji mengi unataka kuvuka. Anamaanisha kwamba yale mambo yaliyo zaidi ya uwezo wako, vile vitu ambavyo ni vigumu kupita fahamu zako, ambavyo unawaza na kuwazua asubuhi mpaka jioni na hata ujui nitafanyeje. Haleluya. Yale ambayo huna majibu na huoni wa kukusaidia, wakati umebanwa na hayo mazingira, anasema nitakuwa pamoja na wewe. Haleluya, nitakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu kuliko mwanadamu. Mwanadamu mafuriko yakizidi anakimbia.
Mambo yakisha kuwa magumu sana, hujawahi kuona mtu anaumwa. Hata yule Yesu alimwendea kwenye birika akiwa na ngoja. Maandiko anasemaje? Ndugu walimtelekeza, walimsaidia mpaka wakafanyaje? Wakachoka, wakamwacha. Kwa Yesu hakuachi. Mwanadamu analemewa kwa sababu ni mwanadamu, huwezi kumlaumu. Mwanadamu ni mwanadamu, ana moyo, anachoka. Wakati mwingine akiona tatizo lako limezidi, anakuacha. Sasa atafanyaje? Kwa sababu liko nje ya uwezo wake. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu. Hata upitapo katika maji mengi, yale ambayo yanazidi uwezo wako, yale ambayo yanazidi fahamu zako, mimi nitakuwa pamoja na wewe, nitakuwa pamoja na wewe. Anasema na katika mito haitakugharikisha. Kwa hiyo mito ya mabaya itakapofurika, yeye atakushikilia, haitakubeba. Haleluya, haitakubeba, haitakufurikisha, haitakuangamiza. Naona Yesu alitembea kumsaidia nani? Danieli. Ilifundisha kwamba kuna wakati Mungu hatazuia tatizo. Tatizo ataliacha linakuja, lakini anakuja ndani ya tatizo ili awe pamoja na wewe. Haleluya. Kwa sababu anasema upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Angalia Yesu anachokisema. Angalia maandiko yanavyosema. Sio kwamba atayazuia mafuriko, sio kwamba atayazuia maji, kwa sababu anajua maji lazima yaje. Kwa nini? Kwa sababu dunia hii ilishaharibiwa. Dunia hii ilifanywa mateka na shetani. Yesu aliuleta ufalme wake. Bwana pezi. Kwa hiyo dunia na mifumo ya dunia inakinzana na wana wa Mungu. Anajua ya kwamba yapo mashindano katika dunia, anajua vipo vikwazo, anajua wapo mawakala wa shetani ambao kazi yao ni kujeruhi mioyo ya watu. Kwa hiyo ndio maana anasema anakuja kuwa pamoja na sisi, kwa sababu yeye ndiye mfalme wetu. Bwana asifiwe, haleluya. Kwa hiyo anasema sio kwamba anazuia maji, anakuja anashikamana na sisi ili maji yasitoweze. Sio kwamba anaizuia mito, kwa sababu asili ya dunia sasa ni ya mabaya tu, ni mabaya. Ndio sasa msipende dunia wala mambo yake. Kwa nini? Dunia na mambo yake ni mabaya, na anayeipenda dunia kumpenda Mungu hakupo ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu dunia na mifumo ya kidunia inakinzana na Mungu, inakinzana na Mungu. Upepo wa dunia unawabeba watu wote wamfuate shetani. Mfumo wa dunia unalazimisha mtu kwamba huwezi kuishi duniani ukiwa na Mungu mmoja, uwe na miungu miwili. Ndio mfumo wa dunia unalazimisha kwamba huwezi kuwa kazini halafu hujamuona mtaalamu yeyote. Ndio dunia inasema. Haleluya, Bwana asifiwe. Lakini maandiko anasema mito ya maji haitagharikisha. Kwa nini? Atakuja kukinga, anakuja kuzuia, anakuja kusaidia. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu. Wakati ambao mito ya mabaya inakuja kufurika kwenye kanisa lake, inakuja kufurika kwenye familia yako, yeye anasema haitagharikisha, hautamezwa na hiyo mito. Huo ni uaminifu mkubwa. Mshike jirani yako, mwambie hautamezwa na mito ya mabaya. Mwambie hautamezwa na mito ya mabaya. Haleluya, Bwana asifiwe. Haitakugharikisha. Tena anasema uendapo katika moto, uendapo katika moto hutateketea. Unaona? Uendapo katika moto hutateketea. Mungu asemi kwamba atauzuia moto, hapana, ila atazuia usiteketee. Maana ya kuteketea manake kuishia. Bwana asifiwe. Yaani hautaishia, utaungua lakini hautaishia. Kwa nini? Dhahabu ili ionekane safi lazima ipite kwenye moto, ili kuonekane kuwa kwenye sifa, ili uweze kuthibitishwa na Mungu lazima upitie kwenye magumu. Lakini Mungu ni mwaminifu kwamba magumu yoyote yanayokuja kusonga ili akuteketeze, maandiko anasema hautateketea. Kwa hiyo Mungu anajua kwamba yale magumu yatakayotumwa ili kuteketeza maisha yako, yeye atayageuza ya kufanya ung'ae zaidi. Haleluya. Kwa sababu hata moto hautambui kwamba dhahabu
hii inatakiwa ing'ae. Ukiweka nyasi, moto unateketeza. Haleluya! Lakini moto wenyewe unawaka tu, ila unashangaa dhahabu mbona haiteketei? Dhahabu ikitoka ndio inaenda sokoni. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mabaya yanaweza yakaja, watu wanaweza kuachilia mabaya kwamba huyu mtu lazima tummalize. Mungu hasemi atayazuia hayo mabaya, lakini Mungu anachosema hutateketea. Maana ya kutoteketea, maanake kuna namna utabaki. Bwana asifiwe. Kuna namna utabaki. Sasa aliyebaki ndani ya moto ni dhahabu inaweza kung'aa. Haleluya. Aliyebaki ndani ya moto, angalia Shadraka, Meshaki na Abednego, walioingia kwenye tanuru ya moto na waliotoka ni watu wawili tofauti. Wakati wametupwa kwenye tanuru ya moto, watu walikuwa wana miungu, watu walikuwa na miungu yao, na mfalme Nebukadneza alikuwa na sanamu yake, na kwa jina la miungu yake watu walikuwa wanaanguka. Lakini Shadraka, Meshaki na Abednego walipotolewa kwenye moto, mfalme anasemaje? Ahimidiwe Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, maana hakuna Mungu mwingine anayeokoa kwa namna hii. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kinachosalia ndani ya moto huwa kina utukufu wa Mungu. Mungu akitaka kuvika utukufu wake, anaruhusu upite kwenye moto ili uwe na utukufu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo huo ni uaminifu wa Mungu. Kuna magumu utayapitia. Moto huwezi kuzoea. Moto ni moto tu. Kwa hiyo kuna magumu unapitia yanakuumiza, lakini unashangaa, mbona bado naishi? Mbona bado naenda? Sio kwamba unaenda, ni Mungu yuko pamoja na wewe, na anaamua ukishatoka kwenye hayo uwe na utukufu. Bwana apewe sifa. Nasema wala mwali wa moto hautakuunguza. Kwa hiyo Mungu anazuia mwali wa moto usikuunguze. Unaenda lakini unashangaa, nimepitaje hapa? Kwa sababu Mungu anakuwa pamoja na wewe. Ndio maana Shadraka, Meshaki na Abednego kwenye tanuru ya moto walikuwa wanatembea tu, halafu akaongezeka Yesu pale. Haleluya. Kwa hiyo walipotoka, wala unywele wao kuungua, mavazi yao kuungua, lakini walitoka wakiwa salama. Kwenye kila jambo unalopitia ni kwamba Mungu ana uaminifu wake. Kwenye kila gumu unalolipitia, Mungu ana uaminifu wake. Haleluya. Mungu ana uaminifu wake. Angalia Mathayo 28 mstari wa 20. Tunaangalia uaminifu wa Mungu. Uaminifu wa Mungu. Mathayo 28 mstari wa 20. Anasema nini? Anasema, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yesu asema yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo nyakati za magumu, Yesu anasema niko pamoja na wewe. Haleluya. Nyakati za shida, Yesu anasema nitakuwa pamoja na wewe. Wakati wa furaha, anasema nitakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo huu ni uaminifu mkubwa wa Mungu, kwamba ameahidi kuwa pamoja na sisi hata mwisho wa safari, mpaka siku tunaenda kumlaki. Haleluya. Ameahidi kuwa pamoja na sisi. Ndio maana ni muhimu kumtumainia yeye, kwa sababu siku zote za maisha yako anakuwa mwaminifu. Lakini mwanadamu unayeweza kumkabidhi maisha yako na akawa mwaminifu siku zote, akusikilize kwa wakati, ajali unachokitaka wewe, sio rahisi. Sio rahisi. Huwezi kumpata huyo mwanadamu ambaye atajali mahitaji yako. Mara zote atakupimia tu, atakupimia kidogo, atakupimia kichache. Haleluya. Na mwanadamu ni mara chache kutaka ufanikiwe kuliko yeye. Mara chache. Mwanadamu anataka mara nyingi afanikiwe kuliko wewe. Lakini ni Yesu pekee alisema, kama mkiniamini mimi, kazi zote nimefanya mnaweza kufanya, hata kubwa kuliko. Kwa hiyo anatutakia mafanikio makubwa sana. Haleluya. Yesu ndiye anaweza akakubariki, akakusaidia, akakufanikisha zaidi na zaidi, lakini mwanadamu hawezi. Kwa hiyo tumtumainie Mungu kwa sababu ya uaminifu wake, kwamba yeye ameahidi kuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari, hata mwisho. Yeye atakuwa pamoja nasi, hata tuacha. Haleluya. Kwa hiyo weka moyo wako kwa huyu ambaye hawezi kukuacha.
Maana yake asubuhi anakuwa pamoja na wewe, mchana anakuwa na wewe, jioni anakuwa na wewe, usiku yuko na wewe, umelala yuko na wewe, unaamka yuko na wewe. Haleluya, yuko na wewe. Anafanya nini? Analinda maisha yako, analinda hatua zako. Ndio maana tumesoma kwenye Isaya kwamba hata ukipita kwenye maji mengi, yeye yuko na wewe. Kwa nini? Yesu ndiye huyo aliyeahidi kwamba nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari, kwamba upitapo hata katikati ya maji mengi, niko pamoja nawe. Mito ya maji haitaugarikisha. Kwa nini? Niko pamoja na wewe. Wala hutateketea. Kwa nini? Niko pamoja na wewe. Wala miali ya moto haitakuunguza. Kwa nini? Niko pamoja na wewe. Haleluya. Tumtumainie huyu Mungu aliyeahidi kuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Lakini jambo la tatu, Mungu ni mwaminifu katika mahitaji na maombi yetu. Wathesaloniki wa kwanza kitabu cha Wathesaloniki wa kwanza katika sura ya 5 mstari wa 24 nasema, yeye ni mwaminifu ambaye awaita naye atafanya. Yeye ni mwaminifu. Maandiko anazidi kusema yeye ni mwaminifu ambaye awaita. Ametuita sisi tumtumainie yeye, tumeitika. Lakini maandiko anazidi kusema yeye ni mwaminifu, atafanya. Manake nini? Katika maombi yetu yeye atafanya. Haleluya. Angalia Waebrania 13 mstari wa 5. Waebrania 13 mstari wa 5 anasema, siwe na tabia ya kupenda fedha, muwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Uaminifu wake anatufundisha usije ukapenda fedha kiasi cha kwamba hata unamsahau Mungu. Haleluya. Kupenda fedha manake ni kuipa ibada yako fedha. Anasema hata tupungukia wala hata tuache kabisa. Kwa anaonesha uaminifu wake hata kwenye eneo la uchumi. Haleluya. Kwamba kwenye uchumi wako wala usiwe mtumwa wa fedha. Wewe endelea kuwa mtumwa wangu, maana sitakupungukia wala sitakuacha. Haleluya. Anazidi kudhihirisha uaminifu wake kwenye kila eneo, naye atafanya. Kwenye maombi amesema naye atafanya. Yeye aliyewaita ni mwaminifu, naye atafanya. Kwa kwenye maombi tuyaombayo atafanya. Haleluya. Anazidi kuonesha uaminifu wake. Angalia Mathayo sura ya 7. Mathayo mtakatifu sura ya 7. Angalia mstari wa 7. Nasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanao akimwomba mkate atampa jiwe, au akiomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao? Haleluya. Kwa hiyo anazidi kuonyesha, wapendwa, anazidi kusema hivi, kweli wewe mtoto wako akikuomba samaki unaweza ukampa nyoka? Akikuomba mkate unaweza ukampatia jiwe? Anasema kama ninyi mlio waovu mnajua kuwapatia watoto wenu zawadi nzuri, vipawa vizuri, gift, zawadi, kama kweli mnajua kuwapa zawadi nzuri, si zaidi kwake Baba aliye mbinguni? Haleluya. Si zaidi? Anasema atawapa mema wao wamwombao. Kwa hiyo anazidi kuonesha uaminifu katika maombi.
usiache kuomba. Haleluya! Kumbe mema yanawapata wao wafanyaje? Waombao. Wewe kuwa na tabia ya kuomba Mungu, usiache. Wakati mwingine shetani akitaka usipate mema anakuzuia kuomba, kwa sababu Yesu alisema watapata mema wao. Asemaje? Asema Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao. Wao wamwombao. Usifikiri ni kawaida unaposhindwa kuomba. Hapana, shetani akitaka kuyazuia mema anazuia maombi, kwa sababu Yesu alisema Baba aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao. Lazima uwe na moyo wa maombi. Lazima uwe na moyo wa maombi, uwe unapenda kuomba, kwa sababu maombi yanayavuta mema ya Mungu kwenye maisha yako. Haleluya! Kwa Yesu anazidi kuonesha uaminifu kwamba mimi, hamwezi kuniomba mkate nikawapa jiwe wanangu. Hamwezi kuniomba mimi samaki nikawapa nyoka. Mimi nawapenda. Alikuwa anaonesha uaminifu wake kwamba hakuna mtu anaweza kaomba jema nikampa baya. Mimi sio hivyo. Sasa anayajua mawazo ninayowazia ninyi si ya mabaya, bali ni ya kuwapatia mema siku zenu za mwisho, nyakati zenu za mwisho. Anajua kwamba mawazo ninayowazia ninyi sio ya mabaya, mimi nawazia mema. Kwa hiyo Mungu anazidi kuonesha uaminifu wake. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tumuombapo yeye tuwe na matumaini kwamba tunamuomba Mungu aliye mwaminifu, Mungu mwenye kujibu. Kwa hiyo fungua moyo wako umuone Mungu kuwa mwaminifu. Haleluya. Na tulisoma pale kwenye Waebrania 13:5 anasema sitawaacha kabisa wala sitawapungukia kabisa. Kwa nini nasema msiwe watu wa kupenda fedha? Msiwe watu wa kupenda fedha. Haleluya. Kwa nini nasema sitawaacha kabisa? Anazungumzia mpaka kwenye uchumi kwamba sitawapungukia. Kwa hiyo usipende fedha kiwango unasema hata Mungu sina haja naye. Sina haja ya ibada na Mungu, sina haja ya kumtolea Mungu. Hapana, sasa Mungu hata kupungukia. Anazidi kuonesha kwamba yeye ni mwaminifu kila eneo la maisha yetu. Haleluya. Nasema tena, Mungu hata kupungukia kabisa. Haleluya. Mungu hata kuacha kabisa. Haleluya. Mungu ameahidi na ni mwaminifu sana. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu katika mahitaji na maombi yetu. Katika mahitaji na maombi yetu ni mwaminifu sana. Lakini angalia jambo la 4, Mungu ndiye mlinzi wetu. Kwa ni mwaminifu katika kulinda maisha yetu. Angalia Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 3. Hata anayalinda maisha yetu. Wathesalonike wa pili sura ya 2 sura ya 3 mstari wa 3. Anasema, lakini Bwana ni mwaminifu atakayewafanya imara na kuwalinda na yule mwovu. Angalia. Lakini Bwana ni mwaminifu. Hebu sema Bwana ni mwaminifu. Bwana ni mwaminifu. Angalia nao yafanya. Uaminifu wake ni wa ajabu. Sasa yeye ni mwaminifu atakayewafanya imara. Kwa hiyo hata ukiwa umechoka, yeye hakuachi. Bado anakuja anakutibu. Amina. Wakati umechoka anakuja anakuganga moyo. Anakuja anakutia moyo, anakufariji, anakuambia inuka mwanangu, songa mbele. Haleluya. Songa mbele, niko pamoja na wewe. Kwa yeye ni mwaminifu. Sasa lakini Bwana ni mwaminifu atakayewafanya imara. Kwa anatufanya imara. Kuna wakati unasikia kuchoka, ukata tamaa, anakuja na kushika mkono, anakuambia hili linawezekana, wala usivunjike moyo, twende wote. Haleluya. Kwambia twende wote, tutashinda. Kwa wakati ambao maadui wamekusonga, wameyasonga maisha yako, Yesu anakuja na kukamata mkono, anakuambia songa mbele, niko pamoja na wewe. Kwa anaifanya roho yako inakuwa imara. Unazidi kupambana vita, unazidi kuomba, unazidi kufanya ibada. Ni yeye. Ukiona mahali unachoka alafu kapata nguvu, ni yeye. Haleluya. Sio akili zako. Ukiona vita vilikuwa vimekulemea halafu umevishinda, ni yeye. Alikuwa pamoja na wewe. Alikuwa pamoja na wewe. Haleluya. Wanasema anatufanya imara. Maana ya kutufanya imara ni kwa sababu kuna wakati tunakuwa dhaifu. Kuna wakati tunachoka. Kuna wakati mambo yanatulemea.
lakini anakuja. Kama tumejeruhiwa miguu, anakuja anatuganga miguu yetu. Haleluya. Anafunga majeraha. Kama moyo umeumizwa, wakati mwingine watu wa karibu wamekuumiza moyo, anakuja anafunga moyo, anafunga moyo, anafunga vidonda. Anakuambia mwanangu, nenda, utapita. Mwambia nenda, utafika tu, na unasikia faraja. Kumbe ni Yesu. Haleluya. Kwa hiyo Yesu ni mwaminifu hata wakati ambao moyo unavuja damu. Niliwaambia siku moja wakati nasoma niko chuo, wana mazingira magumu, sina mkopo. Nafika mahali nakumbuka nilipokuwa nimesimama, mpaka leo nimesimama pale, siwezi kulia machozi. Mungu alizuia kabisa, na aliniambia hautakuja kulia machozi kwa sababu ya magumu yangu, hautakuja, utalilia ndani. Haleluya. Kwa nikiwa nimesimama pale, nikamuuliza Mungu, kwa nini ulinileta kwenye kichwa? Nakumbuka picha yangu, niliona moyo unavuja damu, matone mengi. Haleluya. Niliona moyo unalia, yale machozi ya mwilini. Nikaona moyo, nikauona moyo wangu kabisa, picha ya moyo wangu. Halafu damu nyingi zinamwagika, manake ni majeraha. Haleluya. Lakini Mungu akaniambia, nilikuleta hapa kwa sababu na kuna mahali utaenda. Na kweli kusudi la Mungu likatimia. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo unaona, Mungu wakati ambao moyo unavuja damu anakuja. Aliniona, akaja, akanitia nguvu. Nikatoka pale, nikaendelea na safari. Haleluya. Mungu ni mwaminifu sana. Ndio maana anatufundisha kumtumainia yeye. Anatufundisha kumtumainia yeye. Haleluya. Nasema na kuwalinda na yule mwovu. Angalia, yuko macho, halali wala asinzi. Kwa sababu Ibilisi yule mwovu kama simba ngurumaye anakesha akitafuta mtu ili ammeze, lakini Yesu anakesha akikulinda ili yule mwovu asikupate. Haleluya. Haleluya. Wanasema na kuwalinda na yule mwovu. Wewe wakati shetani anatafuta kukuharibu, Yesu anakukinga. Yesu anakukinga. Ndio maana Yesu ndiye rafiki wa kweli, anayeweza kuacha usingizi, anayeweza kuacha kulala, anakuja kuyalinda maisha yako. Hata wakati umesinzia, yeye ndiye mlinzi wako. Haleluya. Nani mwanadamu umpate ambaye ataacha usingizi wake na haumlipi? Aje kulinda nyumba yako, aje kulinda kazi yako, aje kulinda biashara yako, aje kulinda watoto wako. Ni nani? Yupo? Hayupo. Lakini Yesu anakubali wakati wewe unajifunika shuka, yeye hajifuniki shuka. Wanapojipanga waje kuharibu maisha yako, yeye anakuja, anasaidia wengi, lakini hakuachi, kwa sababu wengine ni wapo. Hakuachi. Bwana asifiwe. Hakuachi. Wakati shetani anainuka ili akumeze usiku, Yesu anakuja anakupigania. Anakuja anakupigania ili ushinde. Kwa hiyo huyu ndiye wa kumtumainia, kwa sababu ni mwaminifu. Ana uwezo na nguvu za kutulinda na yule mwovu. Haleluya. Kwa anaonesha uaminifu wake ulivyo mkamilifu. Yaani uaminifu wa Mungu unatosha. Ndio maana nilisema ukiwa na Yesu hakuna anayeweza kukutesa wala kuyasumbua maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu Yesu huyu, kama ukiona anakulinda dhidi ya Ibilisi yule mwovu, manake sio mwovu shetani tu, hata wale waovu wanaotafuta kuharibu maisha yako, yanakulinda. Jamani, tumtumainie nani? Mungu, kwa sababu yeye anaonesha uaminifu wake wa ajabu kuliko kawaida. Lakini pia jambo la 5, Mungu hutunza maagano. Kumbukumbu la Torati 7. Mungu ni mwaminifu katika kutunza maagano yake au agano lake. Kumbukumbu la Torati sura ya 7. Sura ya 7 mstari wa 9. Anasema nini? Anasema basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu mwaminifu. Hebu sema Mungu mwaminifu.
Mungu mwaminifu. Basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu mwaminifu, ashikae agano lake na rehema zake kwa wampendao na kushika amri zake hata vizazi elfu. Kwa wampendao. Nimesema tena, kumpenda mtu unayempenda ana nafasi kwenye moyo wako. Mtu unayempenda ana nafasi kwenye moyo wako. Kwa anaposema wao wampendao, manake wao ambao wamempa nafasi kwenye maisha yao. Sema kwao, yeye ni Mungu mwaminifu. Yeye ni Mungu mwaminifu, ashikae agano lake. Maana kushika agano lake, maana chochote alichoapa kukifanya kwako anahakikisha anakitimiza. Haleluya. Anahakikisha lolote ambalo amelisema kwenye maisha yako. Angalia, alimwambia Ibrahimu, uzao wako utakuwa mtumwa wa nchi nyingine kwa miaka 400, lakini nitawaokoa na wale watu. Haleluya. Nitawatoa kwenye hiyo nchi, nitawapeleka nchi nyingine. Na kweli muda ulipofika, Mungu mtunza maagano alimtuma Musa akawatoa. Haleluya. Mungu ni mwaminifu, hutunza maagano. Chochote alichokusemesha wewe lazima akitimize. Ni mwaminifu. Angalia, alimuonyesha Yusufu akiwa bado haelewi ule utajiri aliyomwonyesha Mungu hauko wa kawaida. Ni fahari ambayo hata baba yake hakuwa nayo, kwa sababu Yusufu anaota ndoto, anaona jua, mwezi na nyota 11 vinamwangukia, vinamwinamia. Yaani baba yake, mama yake na ndugu zake 10 haleluya, wanaanguka mbele yake. Tafsiri yake ni nini? Mungu alikuwa anamwonyesha, kuna utukufu nitakao ufanya juu yako. Yaani wa baba yako hautoshi, wa mama yako hautoshi, na wa ndugu zako wote hautoshi. Haleluya. Ni Mungu. Kwa hiyo hata ule utajiri na fahari aliyokuwa nayo Yakobo ilikuwa haitoshi. Ndio maana alipopata njaa na familia yake, alirudi kwa nani? Kwa Yusufu akiwa Misri. Mungu ni mwaminifu. Yusufu hakujua nitafikaje, manake nitawamiliki hawa, nitakuwa na fahari iliyo juu ya hawa. Mungu alitimiza. Mungu alitimiza. Yusufu alipokuwa kwenye nyumba ya Potifa akiwa houseboy, Mungu alikuwa pamoja naye. Haleluya. Maana akasema Bwana akaifanikisha nyumba ya Potifa, nyumba ya bwana wake. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Yusufu anaenda jela, maana kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Akapata kibali kwa yule askari. Kwa hiyo Yusufu akawa ni kiongozi ndani ya wafungwa, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Mungu ni mwaminifu. Kwa nini alikuwa pamoja naye? Kuna agano alikuwa ameshalifanya naye, kwamba Yusufu, nimeapa lazima nitimize ile agano. Haleluya. Ndio maana jambo la muhimu, unapojua Mungu ana agano na wewe, tunza sana moyo wako. Tunza sana moyo wako. Linda sana moyo wako kuliko vyote ulindaye. Yusufu alikwepa dhambi ya uzinzi. Kwa nini? Alijua kuna agano na nani? Na Mungu wake. Yusufu aliacha dhambi. Mungu anapofanya agano na wewe, na wewe fanya agano na maisha yako kwamba sitakuwa mwenye dhambi tena. Haleluya. Na nataka mtu ambaye leo, kuanzia leo, anaamua ya kwamba sitakuwa mwenye dhambi tena. Sitaki kuharibu maagano ya Mungu na mimi. Haleluya. Sitakuwa tena yule, ili Bwana akatimize maagano yake kwenye maisha yako. Haleluya. Uwe mtu unayeanza upya. Na mimi natamani maisha yako uanze upya leo, na useme sitarudi nyuma tena, sitageuka nyuma tena. Nimeanza upya maisha yangu, nimeanza upya hatua zangu. Sitamkosea Mungu. Kila ulipoanguka, pafute kwenye maisha yako, mwambie Mungu sitaanguka tena. Haleluya. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Alichoahidi anakiangalia mpaka akitimize, kwa sababu anatunza agano lake. Mungu ni mwaminifu kwetu. Haleluya. Yote aliyoyasema anatuhangaikia, anahangaikia ili ayatimilize. Kwa hiyo kila mmoja, hangaikia moyo wako kuuleta kwa Mungu sawa sawa. Haleluya. Hangaikia moyo wako uwe kwa Bwana. Achana na dunia,
usipende dunia, kwa sababu wanaoipenda dunia kumpenda Mungu hakupo ndani yao. Chagua kumpenda Mungu ili atimilize maagano yake ndani yako. Bwana asifiwe. Waebrania 10 mstari wa 23. Waebrania 10. Waraka kwa Waebrania sura ile ya 10 mstari wa 23. Maandiko yanasema nini? Angalia 23. Waraka kwa Waebrania. Anasema, na mlishike sana ungamo la tumaini letu, lisigeuke, maana yeye aliahidi ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Aliahidi, maandiko yanasema ni nani? Ni mwaminifu. Sema, mlishike sana ungamo la tumaini letu, lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Kwa hiyo tujitunze kikamilifu. Haleluya. Tuitunze ile imani yake kikamilifu. Tutunze moyo wetu mbele zake kikamilifu, kwa sababu na kuhakikisha, na maandiko yamehakikisha kwamba aliyeahidi ni mwaminifu. Aliyeahidi kwa Yusufu ndiye huyo aliyeahidi kwangu, ndiye huyo aliyeahidi kwako. Ni Mungu aliye mwaminifu. Maana aliyeahidi ni mwaminifu. Nataka wewe uchague kuwa mwaminifu mbele za Mungu, kwa sababu Mungu yeye ni mwaminifu. Haleluya. Mungu ni mwaminifu. Kuanzia sasa moyo wako uwe moyo wa Mungu. Moyo wako, nakumbuka siku moja niliwaambia, siku moja nikamwomba Mungu. Sasa Mungu, hapana, sihitaji kutembea tu na kutumikia, natamani kujua moyo wangu uko pamoja nawe kwa kiwango gani. Ilikuwa ni siku ya ibada, nilikuwa kanisa fulani. Nikalia sana mbele za Mungu. Nikatoa machozi mbele za Mungu. Nikasema, Mungu, sihitaji niwe wa kutumikia, niwe wa kuwahubiri wengine, halafu na mimi nibaki niachwe, ili Mungu akwambie. Haleluya. Usiwe hapo tu. Nikamlilia Mungu, nikasikia sauti inakuja, ikaniambia, nimekukubali mwanangu. Haleluya. Sijaisahau mpaka leo. Sasa nimekukubali mwanangu. Utoe moyo wako kwa Mungu kiwango ambacho anakukubali. Haleluya. Ujue kabisa nimepata kibali kwa Mungu na Mungu yuko upande wangu. Sema, nimekubali mwanangu. Natamani mtu ambaye ataupeleka moyo wake mbele za Mungu mpaka mbingu zimfungukie. Haleluya. Mtu atakayezama kwenye ibada ya Mungu akimwona Mungu kama msaada pekee wa maisha yake. Muone Mungu kama msaada pekee. Hakuna namna nyingine, kwa sababu tulijifunza kwamba kumtumainia mwanadamu asiye mwaminifu ni sawa na jino lililovunjika, ni sawa na mguu ulioteguka. Huwezi ukaegemea hapo, utaanguka tu. Mguu ulioteguka, hawezi kukubeba mtu mwenye mguu ulioteguka, hautafika. Mtumainia mwanadamu ni sawa na kumwambia akubebe wakati miguu yake imefanyaje? Meteguka, ana maumivu. Lakini mtumainie Mungu ambaye akiahidi ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Lakini jambo la 6, Mungu ni mwaminifu wakati wa vita. Mungu ni mwaminifu wakati wa vita. Angalia Ufunuo 19 mstari wa 11. Ufunuo mstari wa 11. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli. Angalia, ni Yesu aliyempanda farasi mweupe, na anaitwa mwaminifu, tena anaitwa ni wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Yesu anasema anahukumu kwa haki, katika haki. Kwa hiyo wenye haki anawapigania vita. Haleluya. Walio wa haki anapigana vita. Yesu anaonesha kupigana vita.
Ukisoma 14 kitabu cha Kutoka, anasema atawapigania vita nanyi mtanyamaza kimya. Bwana atawapigania vita nanyi mtanyamaza kimya. Kwa hiyo Yesu anadhihirisha kwamba yeye ni mwaminifu, tena kwa haki ahukumu na kufanya vita. Maanake juu yao wenye haki Bwana hufanya vita na wanaofanya vita nao. Wewe unafikiri unapopiga magoti kumomba Mungu, wanaokushambulia wapigwe, nani anaenda kuwapiga? Unafikiri ni nani? Ni Yesu. Nani anaagiza malaika? Ni Yesu. Haleluya. Unaposema ninachoma uchawi wao, ule moto unatoka wapi? Ni Yesu. Kwa sababu yeye ni moto ulao. Anajihangaisha sana na maisha yetu. Haleluya. Unapoomba unasema nachoma kazi zote za ibilisi, nachoma kazi zote za shetani. Nani anaenda kule? Huo moto uliutengeneza lini? Ni Mungu anaenda kama moto ulao. Haleluya. Anaenda kama moto ulao. Kwa hiyo Yesu ni mwaminifu ambaye hufanya vita juu ya watesi, juu ya adui. Kwa nyakati za vita anakuwa upande wetu kwa ajili ya kufanya vita na wale wanaofanya vita na sisi. Mungu aliye hai atusaidie sana. Lakini jambo la mwisho, Mungu ni mwaminifu na wa rehema. Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana. Mungu ni mwaminifu na wa rehema. Waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya kwanza, mstari wa 9. Angalia. Anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Angalia. Haleluya. Anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu hata atuondolee. Ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Mungu ni mwaminifu hata kwake yule ambaye anapeleka moyo wake kwa Bwana. Anasema Yesu, nimetenda dhambi, nimekukosea, naomba unirehemu, naomba unitakase, naomba unisamehe. Maandiko yanasema yeye ni mwaminifu kwa wote walio na toba ya kweli ndani yake. Ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu ana uaminifu wake hata katika rehema, hata katika kusamehe, hata katika kutakasa. Kasema tukiziungama dhambi zetu. Unapaswa kuungama. Unapoungama maana yake unatubia uovu wako, unakuwa muwazi mbele za Mungu kwamba Mungu, mimi nimekosea, mimi Mungu nimekutenda dhambi. Ndio maana huwa anasema usikae na uovu. Unajua umekosea, halafu unang'ang'ania kwenda nao huo uovu. Ukijua moyoni mwako umekosea, hata kama unaona imekuwaje nimekosea, usianze kujilaumu. Wahi mbele za Mungu, uungame. Haleluya. Utubu mbele za Bwana, mwambie Mungu. Kama unahitaji msaada wa mtumishi wa Mungu, unamfuata mtumishi. Mtumishi, mimi nimetenda dhambi, mimi nimekosea, naomba uniombee na unisaidie. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mwaminifu na wa haki. Moyo unaotubia kweli kweli, yeye anaondoa uovu. Asema yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo unapoungama kwa moyo wako wote kwamba mimi nilikuwa mwenye dhambi, lakini sasa Yesu, naomba unisamehe, sihitaji kuwa mwenye dhambi tena, ninakataa uovu maisha yangu yote. Yesu ni mwaminifu. Haleluya. Angalia Isaya 1:18. Kitabu cha Isaya sura ya kwanza mstari wa 18. Anasemaje? Haya, njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Yesu ndiye anaweza kusamehe. Angalia, dhambi zinakuwa nyekundu kwa kiwango kama damu. Maana yake dhambi ni nyingi, dhambi zimefurika kwenye moyo wako, uovu umekaa. Lakini anasema njoni tusemezane, njoni tusemezane. Kwa nini? Kwamba njoo uungame, nikusikilize utaongea nini. Haleluya. Nikusikilize unatubu vipi. Lakini dhambi zako hata kama ni nyekundu, mimi nitazibadilisha, zitakuwa nyeupe kama theluji.
Anasema zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kwa hiyo anaonyesha uaminifu wake kwa mtu yeyote anayetambua kabisa moyoni mwake ameiasi sheria ya Mungu, anayetambua kabisa moyoni mwake amemkosea Mungu, anayetambua maisha yake kwamba kuna uovu moyoni mwake, lakini akaamua, akagairi, akasema hapana, nakuja kwako Yesu, naomba unisamehe, naomba unirehemu, naomba unitakase. Akafungua moyo wake kwa Bwana. Mungu anasema hata kama dhambi zilikuwa nyingi kwa kiwango gani, hata kama zilikuwa nyekundu, sio nyekundu ambayo haijakolea, imekolea kama damu, imekolea kama bendera, lakini nitakusafisha. Haleluya, nitakusafisha. Sema nitakusafisha, zitakuwa kama sufu. Kwa hiyo maisha yako anayabadilisha, anayageuza. Kitabu cha mwisho cha Luka Mtakatifu 18:10. Luka Mtakatifu 18 mstari wa 10. Mstari wa 10. Angalia, watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Ee Mungu, uniwie radhi, mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila ajikwezaye atadhiriwa, naye ajidhirie atakwezwa. Yesu alitoa mfano wa Farisayo na mtoza ushuru. Farisayo alijihesabia haki. Hata kama umehesabiwa, umesamehewa, usijihesabie haki kuliko mwovu. Bwana asifiwe. Yule mtoza ushuru, Maandiko yanasema wala hakuinua macho yake mbinguni, lakini alibeba moyo wa kuungama, akasema, Mungu, uniwie radhi, nimekosea. Haleluya. Akasema, nimekosea, nimetenda dhambi, mimi ni muovu. Akatubia uovu wake, akawa muwazi. Lakini Maandiko yanasema alienda nyumbani amepata kibali kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu alinyenyekea. Maana ya unyenyekevu ni kuwa muwazi na kuwa na utayari wa kutoka katika mambo machafu. Huo utayari, Mungu anasema unapata kibali. Haleluya. Kwa hiyo popote unapoamua, huyu Farisayo na huyu mtoza ushuru hakukuwa na mchungaji. Amina. Lakini hawa waliingia wapi? Hekaluni. Walipanda kwenda hekaluni kusali. Kwa hiyo wakiwa katika kusali, mmoja akaenda kwenye pembe kabisa, wala hakugeuka, akasema, Yesu. Kwa hiyo hata wewe unaposogea mbele za Mungu, umwambie Yesu, naomba unirehemu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu anataka rehema. Bwana asifiwe. Anataka rehema. Tunakwenda kumaliza. Niombe tusimame. Sasa tumemaliza kwa jambo hili kwamba Mungu ni mwaminifu katika rehema, na tumejifunza, anasema tunapoungama kwa moyo wa kweli, kwa kufungua moyo, yeye anakuwa mwaminifu. Natamani kila mmoja uwe na moyo huo wa kuungama kwa moyo wote. Uwe na moyo huo. Usikae na uovu ndani, utakutesa. Usikae na dhambi moyoni, utakutesa. Haleluya. Uungame uovu wako. Ukisoma Kumbukumbu la Torati sura ya 10 mstari wa 12, sema, na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako, ila umche Bwana Mungu wako na kwenda katika njia zake zote na kumpenda na kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Lakini kitabu cha Mika
sura ya 6 mstari wa 8. Sema, mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anataka rehema. Mungu anataka rehema. Kila mmoja afungue moyo wake kwa ajili ya kutaka rehema. Kwa sababu Mungu anataka rehema. Mungu akusaidie. Mungu atusaidie. Kila mmoja moyo wako, moyo wangu, kila mmoja kisha unaupeleka mbele za Mungu. Kila mmoja nenda mbele za Mungu. Mwambie Mungu nakushukuru. Kila mmoja mshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Mwambie Mungu asante. Lakini fungua moyo wako. Fungua moyo wako kwa ajili ya Mungu. Fungua moyo wako kwa ajili ya Mungu. Fungua moyo wako kwa ajili ya Mungu, ili Mungu akusamehe. Mungu akusamehe. Tumemaliza kwa hiyo kwamba Mungu ni mwaminifu na wa rehema. Hata kama umetenda uovu gani, Maandiko anasema yeye anakurehemu, anakutakasa. Natamani wewe uwe mtu ambaye umekubaliwa na Mungu, sio mtu mwenye mashindano na Mungu, bali uwe mtu ambaye umekubaliwa na Mungu. Kwa kila mmoja uwe kama yule mtoza ushuru ambaye alinyenyekea mbele za Mungu akamwambia, Mungu, nimekosa, uniwie radhi, naomba unisamehe, naomba makosa yangu unifutie Bwana, naomba unisamehe Jehova. Kila mmoja mwambie Mungu, naomba rehema zako, naomba rehema zako. Omba Mungu uone moyo wako unafunguka, na Mungu akupe kibali, Mungu akusamehe, Mungu akutakase, Mungu akurehemu, Mungu akusaidie, Mungu akusaidie. Kila mmoja mwambie Bwana, naomba rehema zako, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Kila mmoja sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninasogea kwako kwa unyenyekevu, naomba rehema zako, naomba unisamehe makosa yangu yote, ule uovu wangu wote ulioandikwa mbele zako, ninaomba unisamehe, naomba unirehemu, naomba unitakase. Bwana Yesu, nimekutenda dhambi, nimekukosea, nimeenda katika njia zisizofaa, ninaomba unirehemu, naomba unisamehe. Sasa leo ninaokoka. Bwana Yesu, uwe pamoja nami, hatua zangu unitakase, ninasogea kwako. Amen. Kila mmoja mwambie Mungu sasa, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako. Ninaomba kila mmoja, Yesu, wewe ndiye ulisema tuje mbele zako tuojeane. Ninaomba aliye na moyo ambao ndani yake ulikuwa na mzigo, ndani yake ulikuwa na machozi, ndani yake ulikuwa na uovu, ninaomba Yesu wa moyo usaidiwe katika saa hii. Ninaomba Yesu msaidie huyo mtoto wako. Ninaomba Yesu tusaidie kama kanisa. Ninaomba Yesu mrehemu mtoto wako anayekulilia ndani ya moyo wake, anayelia ndani ya moyo wake akihitaji rehema zako. Ninaomba utakase kanisa lako, ninaomba utakase watoto wako, ninaomba utakase hatua za kila moja, ninaomba utakase Bwana njia za kila moja, ninaomba utakase hata watoto wetu, ninaomba utakase hata nyumba zetu. Mungu, ninaomba rehema kwa ajili yetu. Rehema zako Yesu zifike ndani yetu, rehema zako Bwana kwenye maisha yetu. Ninaomba Jehova, kila moyo uhudumiwe na wewe, kila moyo usaidiwe na wewe, kila moyo ugangwe na wewe, kila moyo uinuliwe na wewe. Ninaomba Yesu uguse maisha yetu, gusa maisha yetu. Wewe umeahidi kuwa mwaminifu katika nyakati zote. Ninaomba msaada wako juu ya kila mmoja, juu ya maisha ya kila mmoja. Ninaomba ukainue hatua zake, ninaomba ukamponye maisha yake, kaponye majeraha yake, kagange moyo wake, katakase Bwana. Wewe ni Mungu ni mwaminifu, unayetusafisha na dhuluma zote na uchafu wote unatuondolea Bwana. Ninaomba kila uchafu uliokuwa ndani ya nafsi ya mtoto wako Bwana, neema yako iwe pamoja naye. Kila mmoja mwambie Mungu nitakase, mwambie Mungu nitakase, mwambie Mungu nitakase, mwambie Mungu nitakase katika jina la Yesu. Mwambie Bwana nitakase. Mavazi yangu yalikuwa machafu, kinywa changu kilinena machafu, hatua zangu zilikuwa chafu. Ninaomba Bwana unitakase. Mawazo yangu yalikuwa machafu, ninaomba Bwana unitakase, ninaomba Bwana unitakase. Sikukuamini wewe, kumbe Bwana umeahidi kuwa pamoja nami siku zote za maisha yangu. Ninaomba Bwana unitakase
kwa mawazo yangu nilifikiria mambo yasiyofaa. Ninaomba Bwana unitakase. Kila mmoja mwambie, Bwana nitakase, maisha yangu nitakase, moyo wangu nitakase, mavazi yangu nitakase. Yesu, ninaomba unitakase mikono yangu, ninaomba unitakase macho yangu, nilitazama kinyume na wewe. Ninaomba unitakase miguu yangu ili siendea njia zisizofaa. Ninaomba unirehemu Yesu, ninaomba unitakase. Bwana, naomba neema yako juu ya kanisa lako, ninaomba neema yako juu ya watoto wako, ninaomba mkono wako juu yao Bwana, usipungue ndani ya hata mmoja. Ninaomba kila mmoja sasa na moyo wake, moyo unaohitaji toba, ninaomba Bwana rehema juu yake. Moyo unaohitaji kugangwa, ninaomba neema juu yake Bwana. Moyo unaohitaji faraja, ninaomba faraja juu yake. Moyo unaohitaji neema, naomba neema juu yake. Usimpungukie hata mmoja, kila mmoja msaidie, kila mmoja umguse, kila mmoja Bwana umtakase, kila mmoja umpe neema yako. Ninaomba inua hatua za kila mmoja, hata yule yuko kwenye vita. Wewe ni Mungu wa vita. Wewe umesema kwa haki unafanya hukumu na kufanya vita. Ninaomba fanya vita juu yake aliyeinuliwa na yule mwovu Ibilisi kinyume cha watoto wake, kinyume cha watoto wako Bwana. Ninaomba katika jina lako Yesu, naomba neema yako ifurike ndani ya kanisa lako, ifurike ndani ya watoto wako. Ninaomba neema yako Yesu. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu, katika jina la Yesu, amen. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu akubariki sana kwa ajili ya neno la Mungu.